Pendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa Sibuka Television, na kusalimia katika jina zuri la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Leo nataka nizungumze tu na wana wa Mungu ili kuwajulisha umuhimu wa kutunza wokovu ambao wameupata kwa neema. Naposema wana wa Mungu, nazungumza na watu waliookoka, waliomkiri na kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Leo nataka niseme nao juu ya uthamani wa kile kitu walichokipata. Katika Wafilipi ile sura ya pili, Wafilipi ile sura ya pili na ule mstari mmoja tu wa 12, Wafilipi sura ya pili na mstari wa 12, Biblia inasema, basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwepo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Na Waebrania ile sura ya pili, Waebrania ile sura ya pili na ule mstari wa 3, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Kwa hiyo nataka kuzungumza juu ya umuhimu wa kutunza kwa viwango vya hali ya juu sana wokovu huu ambao tumeupata. Na leo nataka nikupe sababu kadhaa kwa nini nasema wokovu ni wa kutunzwa sana. Sababu ya kwanza ambayo ni kubwa sana, ambayo inafanya sisi tutunze huu wokovu. Wokovu wetu tulio nao huu ulipatikana kwa gharama kubwa mno. Yaani ni wa thamani, ni kitu cha thamani kuliko kitu kingine chochote ambacho umewahi kukipata duniani. Narudia, lazima utunze wokovu sana kwa sababu ya uthamani wake. Wokovu ni kitu cha thamani sana kuliko kitu kingine chochote ambacho umewahi kukipata duniani ukakiona ni cha thamani. Maandiko yanatuambia katika waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya kwanza na ule mstari wa 18. Maandiko yanasema maneno makubwa sana. Waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya kwanza na ule mstari wa 18. Yasikilize maneno haya. Anasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu. Unaona, ili mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali mlikombolewa kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Kwa hiyo wokovu ni kitu cha thamani mno kuliko fedha ambayo umewahi kupata au dhahabu ambayo umewahi kupata. Petro anasema tumekombolewa kwa damu ya thamani, ya thamani. Na Yesu mwenyewe akasema katika Yohana ile sura ya 15 na ule mstari wa 13. Yohana ile sura ya 15 na ule mstari wa 13 akasema maneno haya makubwa sana. Yeye mwenyewe, mstari wa 13 unasema hivi, 13,
hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yani Yesu aliutoa uhai wake. Kukombolewa kwako ilibidi Yesu aingie gharama kubwa ya kutoa uhai wake. Kwa hiyo kwa uthamani wake wokovu ni lazima ulindwe kwa nguvu zote, utunzwe kwa nguvu zote kwa sababu ya thamani yake. Wewe mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Lindi FM, unafahamu kwamba kitu chochote cha thamani lazima kitunzwe, lazima kilindwe. Kitu chochote ulicho nacho cha thamani unakitunza, unakilinda kwa sababu ya uthamani wake. Sasa wokovu ni kitu cha thamani kuliko vitu vingine vyote ambavyo umewahi kuvipata katika maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuutunza. Ni muhimu sana, tena sana, unaona, kuutunza. Yesu aliingia gharama kubwa. Na mwandishi huyu anatuambia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza na ile sura ya 6, anatuambia maneno haya, mstari ule wa 19 na wa 20. Unaona? Sema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Unaona? Mlinunuliwa kwa thamani. Tulinunuliwa kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo nataka kusema kwamba wokovu lazima tuutunze kwa sababu ya uthamani wake. Ni kitu cha thamani mno. Yani hii sababu ya kwanza nataka iingie ndani ya ufahamu wako na uchukue hatua za kulinda wokovu. Ni kitu cha thamani sana kuliko kitu kingine chochote kile ambacho umewahi kukipata hapa duniani. Na kwa sababu ya uthamani wake na kushauri na kusihi unisikilize, wokovu ulinde sana, si kitu cha kuchezea. Maandiko ni mengi katika Waebrania ile sura ya 9 na ule mstari wa 11. Waebrania ile sura ya 9 na ule mstari wa 11 anasema maneno haya, mstari wa 9 na ule mstari wa 11. Sikiliza maneno haya: lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakao kuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Anataka kusisitiza sana bado ule umuhimu wa damu, umuhimu wa Yesu kumwaga damu yake kwa ajili ya kutukomboa. Ni kitu cha thamani sana ambacho ili tukipate, ili mlazimu Yesu kumwaga damu, ili mlazimu Yesu kutoa uhai wake. Kwa hiyo leo unaokoka tu, unaona, wewe unaweza ukaona kama ni kitu chepesi, lakini usipopata undani wa kitu ulichopata, ukajua uthamani wake, utakichukua tu kama kitu cha kawaida, utakuwa unakichezea. Lakini wanaoelewa, naam, eneo la wokovu ni eneo la kutunzwa sana. Ndio sababu katika Waebrania ile 2:3 anasema, tutapataje kupona kama hatutajali wokovu huu wa thamani tulioupata
na ambao aliyetuletea wokovu aliingia gharama kubwa. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lazima utunze na kuulinda sana wokovu. Lakini sababu ya pili kwa nini ni lazima kuutunza wokovu, nimesema ukipoteza wokovu wa kwanza hutaupata tena hutaupata. Kwa uthamani wa wokovu huu ni lazima kila aliyo nao atembee kwa tahadhari kubwa katika ulimwengu huu. Ukisha upoteza wokovu wa kwanza hutaupata tena, utabakia kupata wokovu feki, utabakia kupata wokovu wa bandia. Sikiliza maneno haya katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 10. Waebrania sura ya 10 ule mstari wa 26 unasema hivi: maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kuupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Mtu aliyedharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri Roho wa neema? Maana tuwajua yeye aliyesema, kupatiliza kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa. Na tena Bwana atawahukumu watu wake. Ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Yaani hili lazima ulielewe. Unapouchezea wokovu kwa kurudia madhambi, kwa kurudia maovu, kwa kurudia machafu, ule wokovu hutaupata tena. Ni kama unachezea ile damu ya thamani iliyomwagika, ni kama unaikanyaga hivi. Unaihesabu kama kitu hovyo, hakina maana. Unaona? Kwa ni jambo la kuweka umakini wa hali ya juu sana. Sana. Nikikurudisha ile sura ya 6 ya kitabu cha Waebrania, amesema kwa mkazo ule mstari wa 4. Natamani nikupe na maandiko, mpendwa wangu, ili kwa kweli eneo la wokovu ulichukue kwa uzito wake. Ujali wokovu, usiuchezee wokovu. Achana na maungamo ya kila Jumamosi, achana na maungamo ya kila mwisho wa mwezi. Wokovu ni kitu cha thamani sana. Achana kabisa na madanganyo ya maungamo. Sikiliza katika mstari wa 4 wa Waebrania sura ya 6. Anasema, kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha Mungu na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhei kwa dhahiri. Hilo ni neno linaloeleweka kabisa, alihitaji ufundi wa mimi kulitafsiri. Lakini mwandishi anasema mtu anapochezea wokovu, anaporudi kucheza na maovu, anaporudi kucheza na dhambi, ni kama anarudi kukanyaga ile damu aliyotakaswa kwayo na kuidharau. Ni kama ile kazi aliyoifanya Yesu Kristo pale msalabani anaihesabu kwa kitu cha hovyo. Mungu huwa anachukizwa sana na watu walio na tabia za namna hiyo. Unapoupoteza wokovu wa kwanza, utabakiza kubaki umeshika dini, dhehebu. Unaona? Lakini wokovu halisi unakuwa umekuondoka. Umekuondoka. Labda upate neema sana kama huyu kijana tunayesoma habari zake katika Wafalme wa Pili,
na ile sura ya 6. Wafalme wa Pili ile sura ya 6. Kuna kijana nabii anatufundisha kitu kikubwa sana. Ile sura ya 6 inasema hivi, mstari wa 1, wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi mahali tukaapo mbele yako ni padogo. Basi tuende mpaka Yordani twakuomba, tutwae huko kila mtu mti mmoja, ili tujifanyie huko mahala pa kukaa. Akajibu, haya, nendeni. Mmoja wao akasema, uwe radhi, basi tunakusihi uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Basi akaenda pamoja nao huyo Elisha. Nao walipofika Yordani wakakata miti. Mstari wa 5, lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata boriti, chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu, Bwana wangu, kwani kiliazimwa kile. Mstari wa 6, mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Yule nabii akamwonyesha mahala. Elisha akakata kijiti akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Akasema, kiokote. Basi akanyosha mkono akakiokota. Yani kama ulifanya uzembe ukaupoteza wokovu, inakutaka gharama ya kulia sana, mpaka Bwana aone kweli una majuto hasa, una kilio hasa. Sio hizo toba tu za mdomoni, Bwana nisamehe. Mungu sio mjomba wako wala sio shemeji yako, kwamba unaweza ukafanya unarudi na unafanya mchezo naye. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Huyu kijana alilia sana mbele za Elisha. Ukisikia neno ole, alikuwa anajua, kwa sababu hana uwezo wa kulipa lile shoka lilotumbukia. Alikuwa ameliazima. Alikuwa anangojea adhabu. Akalia sana. Akalia sana, maana alibaki ameshikilia mpini tu. Kile kilio Elisha akamwangalia. Ujue Elisha anasimama badala ya Mungu. Akamwambia, basi nionyeshe ulipo kiangukia. Akamwonyesha, na Elisha akakata kijiti, kile chuma kikaelea, akakipata kile chuma. Kwa hiyo yako matatizo sasa hivi na madhara mengi kwa watu wengi ambao wamebaki na wokovu wa mdomoni, wokovu wa kinywani. Wameshika dini, wamebaki kuhesabiwa na watu kwamba huyu ameokoka, lakini tangu alipochezea wokovu chuma au wokovu ulitumbukia, ulitoka. Ndio sababu mawazo mabaya hayamwachi saa zote na wakati wowote ule, na shetani anajua hilo. Unaona, ndio sababu mwandishi wa kitabu cha Yuda, yeye alitoa hoja kabisa. Yuda ina sura moja tu, ule mstari wa 3. Yuda ule mstari wa 3 anasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Mara moja tu. Ni wokovu kwa uthamani wake ni kitu cha kushindania, ni kitu cha kung'ang'ania. Unaona, kwa uthamani wa wokovu huu lazima kila aliye nao, nasema, atembee kwa tahadhari kubwa katika ulimwengu huu, ajilinde. Maana adui anatafuta kila wakati kumnyang'anya. Hana furaha, yeye alishatupwa mbinguni, haingii. Kwa anatafuta hata wateule ambao wana wokovu halisi awachafue ili warudi kwenye mkondo wake. Ndio sababu ninakwambia kwa uzito kutoka ndani ya sakafu ya moyo wangu ya kwamba tunza sana wokovu ulioupata kwa neema, kwa sababu ya uthamani wake. Usiupoteze kabisa. Ukiupoteza hutaupata kirahisi rahisi. Lakini sababu ya 3, kwa nini lazima tutunze wokovu? Sababu ya 3, wokovu ndio tiketi
pekee ya kuingia mbinguni. Unajua mbinguni sio kila mtu ataingia. Unaona kabisa. Hata wakati Yesu anafundisha alizungumza juu ya ile njia ambayo jinsi ambavyo ni nyembamba, na ukaguzi wa mtu kuipita ile njia ni ukaguzi wa hali ya juu sana, ni mkali mno. Ni kama tu hata ukienda viwanja vya ndege, huwezi kwenda tu kienyeji, lazima unakuwa na ticket, nambari ya ticket, unaona, unakuwa na vitambulisho vinavyokutambulisha, na ukaguzi kama huna kitu chochote kibaya cha kuleta hatari kwenye ndege. Kuna mashine zinapima. Hata kama ulibeba wembe tu kausahau kwenye Biblia, hata kama umeficha namna gani utaonekana. Kisu ndo kabisa. Ukaguzi ni wa hali ya juu. Sasa na la njia ya kuingia mbinguni, lango lile, ukaguzi ni mkubwa wa hali ya juu sana. Katika Mathayo ile sura ya 7, wakati Yesu anafundisha wanafunzi wake mafundisho ya mlimani, Mathayo ile sura ya 7 alisema maneno makubwa. Mathayo sura ya 7 mstari wa 13 anasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Hakuna tiketi nyingine inayotupa kibali cha kuingia juu mbinguni isipokuwa wokovu. Kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Yeye ndiye njia, kweli na uzima. Unaona? Kwa hiyo kupata wokovu ni kupata tiketi ya kwenda kukaa pamoja na Mungu Baba, kwenda kutawala pamoja na Mungu Baba. Ndio tiketi. Unaona? Kwa hiyo kwa hali hiyo, yani mtu tu angeambiwa kwenda kukaa karibu sana na mkuu wa nchi, na sifa zake zikatajwa pale, atajiheshimu sana, atajilinda sana, atafanya bidii sana kuwa nadhifu na kadhalika na kadhalika. Sasa wokovu ndio njia pekee ya sisi kwenda kukaa pamoja na Bwana Yesu. Ndio njia pekee ya kuingia katika lile jiji ambalo Yesu ameenda kuliandaa kwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Jiji la aina yake. Kitabu cha Ufunuo ile sura ya 21 kinasema mambo makubwa sana juu ya lile jiji. Ngoja hii niiseme, hata kama ile ya 4 nitachelewa nayo, unaona, lakini kitabu cha 21 kinasema maneno makubwa sana. Unaona? Mstari wa 9, akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo 7 ya mwisho. Naye akasema nami, unaona, akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, wenye utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yapsi, safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, na katika ile milango malaika 12, na majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila 12 za Israeli. Upande wa mashariki milango 3, upande wa kaskazini milango 3, upande wa kusini milango 3, na upande wa magharibi milango 3. Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12,
Na katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa mwana kondoo. Na yeye aliyesema nami alikuwa na mwanzi wa dhahabu apate kuupima huo mji na milango yake na ukuta wake. Na ule mji ni wa mraba, marefu yake sawasawa na mapana yake. Akaupima mji kwa ule mwanzi, ulikuwa kama maili 1,500, marefu yake na mapana yake kwenda juu kwake ni sawasawa. Akaupima ukuta wake, ukapata dhiraa 144 kwa kipimo cha kibinadamu, maana yake cha malaika. Na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yaps, na mji ule ulikuwa wa dhahabu safi, mfano wa kioo safi. Na misingi ya ukuta wa mji ilikuwa imepambwa kwa vito vya thamani vya kila namna. Msingi wa kwanza ulikuwa wa yapsi, wa pili ulikuwa samawi, wa tatu na kuendelea. Mstari wa 21, na ile milango 12 ni lulu 12, kila mlango ni lulu moja. Na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiangavu. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na mwana kondoo ndiyo hekalu lake. Na ule mji hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu hutia nuru, na taa yake ni mwana kondoo. Na kuendelea. Unaona, kuingia katika hili jiji, huwezi kuingia bila wokovu, bila utakatifu, bila usafi. Ukaguzi ni wa hali ya juu, Wewe mnayenisikiliza na kunitazama, nasema kama unauchukulia wokovu kama kitu tu cha kawaida, badilika. Uwe serious na wokovu, uwe makini na wokovu, kwa sababu wokovu, unaona, ndiyo ticket ya wewe kuingia katika jiji hili, ya wewe kukaa karibu na Bwana wetu Yesu Kristo. Wokovu. Yani ni kitu cha ajabu sana unaposoma maandiko haya. Kitu cha ajabu sana. Ukisoma pale chini kwa kumalizia, anasema hivi, mstari wa 27 ile sura ya 21. Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Yani hutaingia kwa kuzamia, hutaingia maana hakuna rushwa huku. Haya maneno yananibariki sana. Anaposema katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 kwamba jitahidini kuingia kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Nimesema neno jitahidi ina maana shindania, pambania. Unaona? Fanya juhudi kuhakikisha ya kwamba wokovu huu, hata kama kisu kinawekwa hapa, hudondoshi chini. Uwe tayari kupambania, uwe tayari kusimamia, hata kama ni kufa. Maandiko yameeleza maeneo mbalimbali. Uwe mwaminifu hata kufa, kama ni lazima kufa. Pendwa wangu unayenisikiliza na unayenitazama, swala la wokovu, kutunza wokovu ni swala la kufa na kupona. Adui anatafuta saa zote atunyang'anye wokovu, lakini azimia asubuhi ya leo kwa neno hili la siku kufanya maamuzi ya kushindania hiki kitu cha thamani ambacho umekipata kwa neema. Miongoni mwa mamilioni rundo ya Watanzania, wewe umepata neema hii ya kuokoka, ya kumjua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Shindania, shika sana. Bwana alikupa wokovu, wakati mwingine hukustahili, ungekuwa unanunuliwa kwa fedha. Wewe una fedha ya kununua wokovu, lakini Yesu akakupenda
tangu ulipomkiri kwa kinywa chako awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ameingia ndani, amekununua kwa gharama kubwa, kwa thamani ya hali ya juu. Shika sana, uishindanie. Funika macho yako ni kuombe. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Israeli, ambaye umetuokoa kwa neema tu, tujalie kujali wokovu, tujalie kuupa thamani yake. Mungu, tupe kushindania, tupe kushika sana hiki tulicho nacho, asije mtu akatunyang'anya. Tumeokolewa kwa neema. Roho Mtakatifu, chukua udhaifu wetu, tushikilie, tumalize safari hii salama, ili saa itakapowadia tupokelewe na Bwana akisema, njoni kwangu ninyi nyote mlioshindania imani hii, ninyi nyote mliojali damu yangu iliyomwagika msalabani kwa ajili yenu, ninyi nyote ambao ulimwengu ulishindwa kuwalaghai, mkadhalilika na kupuuzwa, lakini mkashika. Yeye atatufuta machozi. Mbariki msikilizaji wangu huyu, mbariki na mtazamaji wangu huyu, awe na siku ya kutafakari maneno haya ndani ya moyo wake, na kutouchezea wokovu, kutouona wokovu kama kitu cha kawaida, kutouona wokovu kama kitu cha mzaha, akijali, akithamini, akitunze, akishindanie mpaka siku ya kutoka katika mwili huu. Baba, nakushukuru katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Basi Mungu akubariki, nikutakie kuwa na siku njema. Tembea kazini kwako ukiujali sana wokovu wako katika wakati uliosalia mdogo sana wa Mwokozi Yesu kurudi kulitwaa kanisa lake. Uwe na siku njema katika jina la Yesu. Amen.